Naam, michezo ni ajira, michezo ni afya, michezo ni burudani. Na ndiyo maana shule za El-Shaddai tuna utamaduni wetu wa kila mwaka kuweza kuandaa bonanza hususani ambalo linajumuisha wazazi wa wanafunzi wanaosoma kwenye shule za El-Shaddai, lakini na wafanyakazi wa shule za El-Shaddai kwenda kuweza kupimana ubavu kwenye michezo tofauti tofauti ambayo tutakwenda kuweza kuwa nayo. Sasa kwa mwaka 2026 tunatarajia kwenda kufanya tarehe 15 ya mwezi wa 8 kuweza kushiriki pamoja kwenye michezo tofauti tofauti kati ya wafanyakazi wa shule za El-Shaddai na wazazi wa wanafunzi wanaosoma kwenye shule za El-Shaddai. Na hii leo niko na mwalimu wa michezo wa shule za El-Shaddai Mr. Thomas. Tutakwenda kuweza kuzungumza naye mambo mengi zaidi kuona ni kwa namna gani ambavyo msimu huu wameweza kujipanga kuhakikisha kwamba kila kitu kitakwenda kuwa swadakta kabisa. Mr. Tom, habari yako? Salama kabisa, kama ambavyo amenitambulisha, na kwa majina naitwa Mr. Thomas, mwalimu wa michezo shule za El-Shaddai. Na jambo lililoko mbele yetu ni jambo kubwa la bonanza la msimu wa 4 wa mwaka 2026. Sawa. Kitu kimoja ambacho mimi huwa nakitamani na huwa nakipenda vibaya mno kwenye bonanza ni utaratibu wenu wa kuweka supu kwanza. Kabla ya jambo lolote asubuhi, watu tunapiga supu, tunakata vizuri kabisa na maji ya kunywa, hatimaye tunaingia sasa kuweza kupimana ubavu na wazazi. Natamani kuweza kufahamu kwa msimu huu, msimu wa 4, je, supu iko pale pale? Hatuwezi kuondoa swala la supu kwa sababu kuu mbili. Moja ni kuchangamsha na kuwaweka tayari washiriki wote wa bonanza hili kwa nguvu kubwa, waanze kwa kasi kubwa kwa mashindano haya. Lakini ya pili, kuna mashabiki wazazi wa kutoka timu fulani hawajawahi kunywa supu. Kwa hiyo huwa tunawapa platform kupitia shule za El-Shaddai na wenyewe wapate furaha ya kunywa supu. Kwa hiyo ni sababu kuu. Watu hawanywi supu huko kwenye timu zao nyingine. Kwa hiyo hapa El-Shaddai ndio watakuja wanywe. Waje kwa wingi kuja kunywa supu wale ambao wanakosaga supu. Swadakta, wao wabebe pilipili tu. Vibakuli vipo, wabebe pilipili na ndimu kwa ajili ya kunywa supu. Sawa. Kwa ujumla sasa unawaambiaje ndugu wazazi tazama hivi sasa, kwa sababu tumeona ukitazama kwenye takwimu katika mashindano msimu wa 4 huu, misimu 3 iliyopita wafanyakazi mlibuka kidedea kwa misimu miwili kuweza kupata ubingwa. Wazazi wamepata msimu mmoja. Kwa msimu huu unawapa salamu gani wazazi? Moja ni kili wazi kwamba shindano hili huwa linakuwa ni la kitofauti, la ushindani mkubwa sana. Msimu wa kwanza wazazi walishinda kwa tofauti kubwa sana ya michezo. Msimu wa pili wafanyakazi wakashinda. Msimu wa tatu wafanyakazi tena wakashinda. Lakini msimu uliopita huu wa 3 wafanyakazi walishinda, ila kwa mbinde sana. Ninavyosemea kwa mbinde maana kwamba ilihitajika mchezo mmoja tu kutoa tofauti kati ya mshindi na mshindwa. Hii ndio ladha ya huu mchezo, na ndio maana ni ngumu sana kutabiri nani atakuwa mshindi kwenye bonanza la msimu huu, kwa sababu ushindani huwa unakuwa mkubwa sana. Waarabu wanasema alikisasi haki. Wazazi wana haki ya kuja kuweza kulipa kisasi, kuweza kuweka mzani ubalansi nao kuweza kufanya mambo mazuri, kuweza kupata ubingwa kwa msimu wa pili. Lakini mimi nakwambia kwamba tushakwisha kuweza kujipanga. Wazazi mnakaribishwa sana, na jambo la msingi, supu ipo ndani ya bonanza la El-Shaddai. Karibuni sana.